Ninaye hapa tayari Sheikh Jamal Swaleh, mmoja kwa wasimamizi katika maktaba ya hija katika nchi yetu hii ya Burundi, na msafara huu wa umra. Ningetamani kwanza angalau kwa dakika hizi chache utuelezee umra kwa Burundi. Tunazoea kuoneni kwamba mnakwenda sana ni hija, na kesho kutwa hapa hija inaweza ikakuja kwanza kutendeka. Lianzie hili kwanza la hija, tayari limekamilika katika nchi yetu ya Burundi, kwamba mwaka huu 2026 mahujaji tutanyanyuka nao. La hija alhamdulillah limekamilika, na mpaka sasa ninazo visa zote za mahujaji mapema sana. Safari ya mahujaji ni mwezi wa 5 tarehe 18. Lakini mpaka sasa visa zote za mahujaji wetu tunazo mapema sana, na yumkini Burundi ikawa imechukua nafasi za mbele sana katika kuandaa hija mapema kivile, alhamdulillah. Na nini ambacho unachokiona kwamba Burundi tunapiga hatua katika upande huo, sababu mpaka tuje kupata tunzo au tumeingia kwenye nafasi nzuri za mbele? Nini ambacho kwa Burundi unaona kwamba ni kirahisi na tunaenda nacho vizuri? Kwanza uzalendo na kupenda kazi zenyewe, alafu pia watu ambao kidogo kukiwa tatizo baada ya Allah tunafanya kama sababu na wao pia wanajituma. Tunao wazee, shukrani zangu za dhati kwa balozi ambaye tunaye kule sasa hivi. Kuna balozi aliyotangulia Mheshimiwa Sheikh Isa Nambuka. Kuna balozi za Saudia, na hivyo wote hawa tuna muamala mzuri sana, kwa hiyo inatufanya kutembea salama kunako mambo haya. Wanaona mlango mwingine ambao usiozoeleka sana na tunaendelea nao vizuri ni mlango wa umra. Wanakutazama ndugu zako ambao leo wanatamani na wao waupate utamu wa ibada hii ya umra. Ni kweli Sheikh Jamal Swaleh, namna gisi mlivyoweza kuweka mipango mizuri ya hija, na mipango hii ya umra ni salama kwa mtu ambaye akitoa pesa zake? Mipango ya umra, kabla sijaenda kwenye umra sana, ni kwamba niwafahamishe kwanza upande wa hija. Dakika hii Bana Hamza, tumeanza kuandika hija ya 2027. Mashaallah. Kwa sababu ili kutembea mapema na mambo ya hija ni mapema. Unaona, tumetoka kule mtu kushangaa kusikia visa ziko tayari mwa huu muda, dalili ya kuwa wizara ni nyingine sasa hivi inakwenda na mambo tofauti na watu walivyozoea. Kwa hiyo kwa wale wenye nia ya hija waanze kujiorodhesha kuanzia sasa hivi kwa hija ya mwaka ujao. Ama kwa umra mipango pia si mibaya, na hawa wanaondoka walikuwa waondoke 10 la mwisho la Ramadhani. Lakini kwa sababu ya njia za viwanja vya ndege, njia ambazo wengepita na hivyo kuonekana kuna matatizo kidogo yale yanajulikana, safari hiyo ikawa imesimama, na ndio wanakwenda hivi insha Allah. Na baada ya kutekeleza hilo, kwa sababu kiutaratibu sasa hivi mlango wa umra wizara imefunga, hawa wanakwenda ndio dufa ya nyuma, halafu patafungwa mlango huo kwa kupokea mahujaji. Mashaallah. Mahujaji watavomaliza kwa muda ule, wizara tena itafungua mlango wa umra. Kwa hiyo ni habari njema tunawapa watu wa umra kuwa umra ipo mwaka mzima. Mashaallah. Baada ya mahujaji kwa wamerudi, tutawapa kalenda ya umra kwa jamani, sasa hivi tunasajili umra. Wamepatikana idadi hiyo, wanaondoka wanarudi, wanaondoka wanarudi, wanaondoka wanarudi mpaka kufikia Ramadhani kule. Mashaallah. Kwa hiyo umra iko mwaka mzima. Na yoyote anaweza akatamani Sheikh Jamal kwamba umesema umra iko mwaka mzima, tukatu kwa watu 2 watatu, kuna uwepesi ambao mnaweza mkamfanyia mtu na kushiriki ibada hii? Tunakusafirisheni vizuri sana. Vizuri sana, na maandalizi yako vizuri alhamdulillah. Wizara ya Haji na Umra Saudia imejitahidi kuweka mambo sawa sawa kabisa. Mambo yako salama. Kwa kumalizia, tutoe wasiwasi kwamba safari hii ya umra pengine sawa na tiketi za ndege, kuna mtu anasema kwenda hija wala umra ni pesa ndefu sana. Wanakutazama ndugu zako ambao ni Waislamu, ni kweli ibada ya umra na hija, mtu kama bado angaliki na uoga, anajua kwamba ni mamilioni ya pesa, majibu yako ni kweli ni mamilioni ya pesa au nini kinacho? Mimi nadhani abadili mambo tu, asiweki mbele muono wa mamilioni ya pesa, lakini aweke mbele pia mamilioni ya thawabu. Mashaallah. Mtu aweke mbele kile kikubwa anakwenda kutafuta, ataona kama mapesa ni madogo. Lakini akiweka mbele ni kidogo kile anakwenda kutafuta kule, ataona mapesa yake ni mengi. Kumbe sawa na uzito wa umra, sawa na uzito wa haji, mapesa hayajawa mengi hata kidogo, kwa sababu mtu anakwenda kuyatafuta ile Mungu amesema wala la akhiratu khairul laka minal ula.
maisha ya kesho akhera ndio bora kuliko hivi vya mwanzo vya dunia tumo humu. Kumbe mtu anakwenda kuhakikisha yale ya mbele kule maisha bila shaka hayana thamani ya kusema naweza nikayanunua kiasi gani. Mashallah. Ujumbe wako wa mwisho wa kumalizia kwa watazamaji na hawa ambao wanaelekea umra, nini neno lako? Mimi ujumbe wangu wa mwisho ni ile nimesema tu, hija 2027 au 1448 tumeanza kuandika na umra baada ya hija kumalizika milango itafunguka ipo. Kwa hiyo mwenye kutaka maelezo zaidi inshallah tuone au afike ofisini atapata maelezo kikamilifu. Lakini nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ni ndoto yangu siku moja tufanye tunaruka kwenye hija na Hamza Mahane, tunaruka kwenye hija na Habat Sauda Raisa TV, na hivyo inshallah tunaliomba hilo. Pamoja na kuwa gharama zake ni kubwa, lakini penye nia njia ipo inshallah. Sheikh, sisi tukushukuru na Mungu aendelee kutubarikia harakati zetu. Allah kuhifadhini pia na kazi zenu hizi kubwa inshallah. Kheri. Haya, shukrani. Asante. Al Huda, mwongozo wa jamii.